Sekondari ya Victory kutoka wilaya ya Mkuranga, mkoa wa Pwani, ni mojawapo kati ya shule ambazo zilishiriki mradi wa Uwezo Award kwa mwaka 2022. Mradi huu huendeshwa na shirika la Great Hope Foundation kila mwaka, ukiwapa wanafunzi fursa ya kutambua, kuthamini na kuendeleza uwezo wao ambao mara nyingi hauonekani moja kwa moja darasani. Mradi huu pia umekusudiwa kuwapa wanafunzi ujuzi katika eneo la ujasiriamali. Katika Uwezo Award mwaka 2022, shule hii ya Victory Sekondari ilifanikiwa kupata tuzo ya fedha, yaani Silver Trophy, baada ya kuwa washindi watano kati ya shule 250 zilizoshiriki mradi huu kutoka mkoa wa Dar es Salaam, Morogoro na Pwani. Je, wanafunzi hawa walifanya mradi gani? Tulifanya miradi kadhaa kwa mwaka jana, ambayo mradi wa kwanza tulifanya mradi wa horticulture ambao tulipanda mboga kwenye mazingira yetu ya shule. Mradi wa pili pia, baada ya kupata hela kutoka kwenye fundraising, ilitufanya tukanunua vifaa mbalimbali na tukaanza kutengeneza miradi kama ya sabuni na mafuta. Miradi hiyo tukaiuza kwa shule. Pia hela hiyo ambayo tulipata kama fundraising ilisaidia kujenga karabati uwanja wetu, ambapo nyasi ilikuwa nyingi, hivyo tukaagiza baadhi ya watu tukawalipa wakate nyasi pale vizuri, na tukaanza kujenga baadhi ya sehemu ambazo wanafunzi watakuwa wanatumia kama majukwaa ya kukalia wakati wanaangalia mpira. Lakini miradi mingine ambayo tulifanya ilikuwa ni swala la kupanda miti na katika mazingira yetu. Fedha hiyo ilitusaidia tukapata hela, tukaenda tukanunua miche ambayo ilitusaidia kupanda miti na kununua madustbin ambayo yaliwekwa katika baadhi ya maeneo ya shule ambayo kwa ajili ya kuwekea takataka. Lakini pia tulifanikiwa kupata nauli sisi na wanafunzi wetu, tukajikusanya na tukaenda kutembelea orphanage, vituo vya watoto yatima na watoto wenye mahitaji maalum, kama kituo cha Uzima, ambapo tulienda tukanunua vitu kama sukari, mchele na mafuta, tukapeleka kwa watoto wale kwa ajili ya mahitaji yao ya kila siku ya kula. Fedha za kufanyia miradi tumezipata kupitia miradi mbalimbali tuliyofanya shuleni, ambayo miradi hiyo ni kama vile ya ujasiriamali. Kwenye miradi ya ujasiriamali tulikuwa tumebobea katika masuala ya utengenezaji sabuni na utengenezaji mafuta, ambapo tumeweza kuuza kwa shule binafsi na shule nyingine tofauti na shule zetu zinanunua sabuni na mafuta kupitia shuleni kwetu. Mradi wa pili tuliofanya ni mradi wa kilimo. Tuliweza kulima mboga ambazo ziliweza kutusaidia sisi wenyewe. Tulikuwa tunapata virutubisho kwenye masuala ya kula na tulikuwa tunaweza kuziuza nje ya shule. Tuliweza kuingiza hela kiasi kikubwa tu katika mfuko wa Uwezo. Mradi wa tatu ni bonanza. Tuliandaa bonanza ambapo tulikuwa tumechukua watu wenye vipaji mbalimbali na tukaweka sehemu, tukaweka kiingilio, watu wakaingia kuona vile vipaji na hela tulipata tuliweza kuingiza katika mfuko. Na ni changamoto gani walikutana nazo katika kufanya mradi huu? Katika miradi yetu kuna changamoto mbalimbali ambazo tulipitia, kama ratiba ya shule kubana kwetu. Kwa mfano, tunapata ratiba hizo, kwa mfano kama weekend, kwa ratiba za shule zinakuwa zinabana sana. Kizingatia trip za Uwezo zinakuwa nyingi, then mazoezi tunakuwa tufanyi. Cha pili ni umoja kati yetu. At first walimu walikuwa hawana ushirikiano na sisi wanafunzi. Kwa hiyo ilitubidi sisi tuungane wenyewe kwa wenyewe, ingawa walimu walikuwa hawatupi ushirikiano. Pia hata ukiwatoa walimu, pia sisi binafsi ambao tumejiunga na Uwezo tulikuwa tuna ushirikiano, kwa sababu tulikuwa walimu hawajatupa kile kipaumbele. Kwa hiyo watu wengine walikata tamaa ya hicho. Tulipitia mambo mengi, ila hizo ndio zilikuwa changamoto ambazo tulifface sana. Jambo gani unajivunia kujifunza kupitia ushiriki wao kwenye mradi huu? Nimejifunza kazi ambazo nilikuwa siziwezi kuzifanya mwenyewe au kuzifanya nikiwa nyumbani. Mfano kulima, kutengeneza vitu mbalimbali vya urembo na kadhalika. Pia kupitia miradi hii nimejifunza ushirikiano. Mwanzoni tulikuwa hatuna ushirikiano baina ya wanafunzi na walimu. Lakini baada ya walimu kujua umuhimu wa Uwezo Award, wakaamua kushirikiana na sisi. Pia kupitia miradi hii tumejifunza kujiajiri wenyewe
Baada ya kumaliza elimu yetu ya sekondari, tunaweza tukaenda kujiajiri wenyewe kupitia kutengeneza sabuni, kutengeneza mafuta na vitu vingine. Kujifunza kujiamini, kwa sababu ilikuwa kuna vitu siwezi kufanya mwenyewe, lakini kutokana na mafundisho ambayo nimeyapata katika Uwezo Clubs, tumejifunza kujiamini pia sisi kama, na pia kufanya kazi kama timu. Mwanzo nilikuwa naamini kwamba naweza kufanya kitu kwa peke yangu, lakini Uwezo Awards kwenye clubs zake tumejifunza kufanya kazi katika ushirikiano na kufanya kazi kama timu. Pia tumejifunza kwamba kila kitu kinawezekana. Unajua swala la kuchangisha vitu shuleni ilikuwa ni ngumu kidogo katika mazingira yetu haya, lakini tulipoamua kufanya hivyo na tukapeleka wazo katika uongozi wa shule, walimu walitupa moyo na tukajiamini na swala likawezekana japokuwa lilikuwa gumu. Kwa hiyo nimejifunza kwamba kutokata tamaa, kila kitu kinawezekana kama ukifanya kitu katika umoja na timu. Nimejifunza kujitoa. Kuna baadhi ya watu walikuwa wanajitoa sana. Kwa mfano kwenye uchangishaji wa balbu za shule. Wachache sana walikuwa wanajitoa kuchanga hela za balbu. Walikuwa wanasema kwamba balbu ni kazi ya shule. Kwa hiyo wengine walijitolea na kuchanga vitu kama hivyo kama balbu na vitu vingine ambavyo tulikuwa tunavikosa wakati wa shule. Na pia tulikutana na mwalimu msimamizi wa Uwezo Club ya wanafunzi iliyofanya mradi huu, na alikuwa na haya ya kusema kuhusu ushiriki wa wanafunzi katika mradi huu. Huu mradi wa Uwezo Award umekuwa ni wa msingi sana kwa wanafunzi. Unasaidia kutengeneza wanafunzi kujiandaa na maisha ya baadaye baada ya shule, lakini pia unawasaidia hapo mbeleni kujiongezea kipato katika maisha wanayoyaishi, kwa sababu si kwamba tu shule ni kusoma darasani peke yake. Tupo kwenye ulimwengu wa ushindani, na pia ajira nyingi sasa hizi zinatengenezwa kupitia kwenye mambo mengine ya ziada. Kwa hiyo mradi huu ni muhimu sana katika jamii yetu, tuendeleze na usambae Tanzania nzima. Na huu ndio mradi ambao uliwapa wanafunzi wa Victory Sekondari ushindi katika Uwezo Award 2022. Chukua hatua, onesha uwezo.